radio si nyingine ila ni Mururi FM, stesheni nambari 1 nchini, kwa utangazaji bora wa habari tendeti za kina na pia za kuaminika. Ifuatayo ni taarifa kamili ya habari ukisomewa nami Neno wa Maneno. Katika habari tulizopa kipaumbele ni kwamba ni tarehe 26 Disemba mwaka 2025, Ijumaa njema iliyojawa na utulivu, amani na furaha. Hali ya anga ilikuwa shwari kabisa, huku wanakunguru na wanakunguru wakiwa na kumbukumbu si haba kuhusu sherehe za Krismasi zilizonoga sana siku iliyopita. Kama wasemavyo waungwana, siku hii yenyewe kwenye kalenda yajulikana kama Boxing Day kwa kimombo. Ni siku ambayo watu huyafungua na kuyakagua zawadi walizopokea kutoka kwa wapendwa na marafiki zao siku ya Krismasi. Jamii nzima ya gereza kuu la Maralal pia walikuwa na zawadi ya wageni ambao walipata fursa ya kuwatembelea, kuwafariji, kuwaombea na pia kuwafadhili wenyeji hao. Wageni wenyewe hawakuwa wengine ila ni Wakristo kutoka kanisa la Kianglikana la Maralal All Saints Cathedral. Mkutano wenyewe ulianza kwa maombi pindi tu wageni hao walipojumuika na wenyeji hao. Uongozi wa gereza ulishukua usukani na kuwakaribisha wageni wao wa siku. Msimamizi mkuu wa gereza Bwana Justus Akanyenya aliwakaribisha huku akiwaarufu na kuwaeleza wageni hao jinsi mambo huendelea kwa ushirikiano mle gerezani. Basi wageni walianza kuwahutubia wenyeji hao. Mgeni wa kwanza kuzungumza ni Madam Dorcas, aliyezungumza na pia kutumia nafasi hiyo kuwatambua baadhi ya wale waliopitia mikononi mwake kwa taaluma yake ya ualimu. Aliwapo moyo kwamba hata wakiwa gerezani watambue ya kwamba bado wapo mahali panapofaa. Aliwasomea Zaburi 119 mstari wa 9 na pia Yohana 14, maandiko yaliyowatia moyo sana. Madam Dorcas aliwashangamsha umati wote kwa kushiriki wimbo wa sifa na wenyeji wakashangamka. Kundi la pili ni kundi la waimbaji walioimba nyimbo kwa sauti nyororo, huku habari ya wimbo ikiwafikia wenyeji kwa njia iliyo shwari kabisa. Wanakunguru na wanamururu walionekana wakiitikiza vichwa kuashiria kwamba habari yenyewe iliwafikia. Baada ya hayo, Madam Dorcas Latakai aliendelea kuwafariji na akatumia fursa hiyo kumkaribisha mzungumzaji wa siku aliyejulikana kama Reverend Stephen Letiwa. Itakumbukwa kwamba mzungumzaji huyo ni msimamizi wa kanisa la All Saints Cathedral parokio ya Maralal. Vile si mara yake ya kwanza kutembea maeneo yale. Wanaletiwa aliwaeleza kwamba madhumuni yao ni kuwaletea tu habari njema. Alisoma kutoka kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Maandiko yale yalizungumzia habari njema iliyoletewa wachungaji na malaika walipokuwa wakipiga kambi. Ilikuwa ni habari njema. Aliendelea kusema kwamba Yesu alisaliwa kwa hali ya chini, kuashiria kwamba alikuja kwa sababu ya wote. Alisema kwamba Yesu alikuja kama habari njema. Hivyo basi wao kama All Saints Cathedrals walilete pia habari njema kwa wenyeji hao. Aliwaambia wasikilizaji wake kwamba wamwamini Bwana Yesu naye atawaokoa. Aliwaeleza kwamba wapate nafasi ya kupata habari njema kwa kuhakikisha kwamba Yesu amepata nafasi maishani mwao. Aliwaeleza kwamba kuna uwezo wa kutoka gerezani na kukataa kurudi kabisa. Alisema jambo hili litawezekana watu wakimhusisha Mungu. Reverend Stephen alitumia fursa hiyo kuwaombea wenyeji wake. Aliwaombea pia wokovu, huku wenyeji wakijitokeza kupokea wokovu. Ama kweli ilikuwa ni furaha na siku njema kwa wenyeji hao. Mkutano ulitamatika na hotuba ya shukrani ilitolewa na mwalimu Lekerpes aliyewashukuru kwa dhati kwa mtembeleo wao. Awamu nyingine ilifika na mkuu wa jela akachukua nafasi kuwashukuru tena wageni wake, huku akiwashangamsha sana wasikilizaji wake. Ilikuwa tu ni taarifa kwa ufupi. Endelea kusikiliza Mururi FM nikupe uhondo kamili pindi tu zinaponifikia kwenye meza yangu ya utangazaji. Inaitwa Neno wa Maneno.